Lakini uzao, tunapozungumzia uzao kama uzao, tunazungumza kwa mapana zaidi kuliko hapo. Ni zaidi ya watoto, ni zaidi ya mifugo, ni zaidi ya mazao kwenye mashamba. Tunapozungumza uzao, tunazungumza mafanikio katika nyanja zote kibinadamu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tukasema ili uzao uwepo, Mungu aliachilia kitu kinachoitwa baraka. Na neno baraka tafsiri yake ni nguvu ya kiroho inayoachiliwa kwa lengo la kufanya kitu fulani kikamilike. Yaani ukisikia baraka ni nguvu ya kuzalisha, ni nguvu ya kuzalisha. Kwa baraka ni tamko lililoachiliwa juu ya mtu ili lisababishe kuzalisha. Kuzalisha sio watoto peke yake, kuzalisha pia mashambani, kuzalisha pia kwenye mifugo, kuzalisha kwenye biashara. Yaani ili mtu aweze kufanikiwa ni lazima atamkiwe baraka. Ndio maana Mungu alipoumba wanadamu, jambo la kwanza alilolifanya, alitamka baraka juu yao. Tuliona kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Mungu alimbariki mwanadamu, akamwambia nendeni mkazae muongezeke. Tukaona baada ya gharika ile sura ya 9, baada ya gharika tuliona pia Mungu alimtamkia Nuhu, akamwambia, akambariki. Biblia inasema akambariki, akamwambia nendeni mkazae muongezeke mujaze nchi. Kwa hiyo neno baraka ni tamko linaloachiliwa lenye nguvu ya kuzalisha, au baraka ni nguvu ya kiroho inayoachiliwa juu ya mtu ili kuzalisha, na sio kuzalisha watoto peke yake, ni pamoja na kwenye biashara, ni pamoja na kwenye mifugo. Ndio maana Mungu akaweka utaratibu, akasema mlete zaka mtoe, ili lile tamko la baraka linapotamkwa likawe ni nguvu ya kuendelea kuzalisha na kuzidisha mapato yenu. Ndio maana mnamtolea Mungu sadaka, na ile sadaka inaombewa, inatamkiwa tamko. Lile tamko linapoachiliwa linaenda kuwa nguvu juu yako ya kukuwezesha kuendelea kuzalisha na kuongezeka na kuongezeka. Haleluya. Haleluya. Tulizungumza mambo mengi sana, singependa sana kurudi sana kule, lakini natafuta how I can connect this message na leo, kwa sababu bado tuko kwenye muendelezo wa hilo, na tulisema kwamba tutakuwa na maombi ya restoration, maombi ya urejesho wa hiyo nguvu iliyopotea juu ya familia, kwamba familia zetu zimekuwa duni na maskini kwa sababu kuna nguvu ambayo walitakiwa kuwa nayo, nguvu ya uzao, nguvu ya kuzalisha. Hawana nguvu hiyo, ndio matokeo yake wakifanya biashara haziendi, wakifanya biashara wanapata hasara, wakifuga mifugo inakufa, wakilima mashamba wapati kitu, kwa sababu ile nguvu ya kuzalisha haipo juu yao. Na ni lazima tuirudishe. Wiki hii nzima tutaanza maombi kesho, lakini si ya kufunga, ila kila jioni tutakutana hapa tukiomba nguvu ya urejesho kwa ajili ya uzao kwenye kila eneo la maisha ya binadamu. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Na baada hapo wanatoka watu ambao, yani watu ambao wana uwezo wa kuzalisha kupita kawaida. Haleluya. Tuliona kwamba sambamba na hilo tuliangalia wakati wana wa Israeli wakiwa Misri, wana wa Misri walisema kwamba watu hawa ni wenye nguvu na wana nguvu kuliko sisi na wanazaliana sana kuliko sisi. Kwa hiyo tuwatendee kwa akili. Kwa hiyo ikatengenezwa hila ya kuwadhoofisha watoto wa kiume wote wakawa wanauawa. Okay? Tukaona kumbe adui anapokuona wewe una upako, anapokuona wewe una nguvu za Mungu, anapokuona wewe ni muombaji, anapambana na wewe kwa kutumia hila. Anatengeneza hila kukudhoofisha, maana hawezi kukushinda kwa upako, hawezi kukushinda kwa kutumia uchawi. Itabidi ashambulie uzao wako, itabidi ashambulie tumbo lako la uzao usiwa na watoto, itabidi ashambulie biashara yako, itabidi ashambulie shamba lako, itabidi ashambulie mifugo yako ili ife udhoofike. Haleluya, haleluya. Na jambo hili limewashinda watu wengi sana, lakini ni kwa sababu maybe they are lacking spiritual power. Wanapungukiwa kitu kinachoitwa nguvu ya uzao. Na hiyo nguvu ya uzao ikisha kuwa juu yao, utashangaa mchawi hawezi kupita tena, maana litatimia lile neno linalosema hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli wa Yakobo. Hakuna uchawi wala uganga juu yao, maana hiyo nguvu ya uzao ikisha kuwa juu yako, hakuna kinachoweza kukushinda tena. Amen.
nakwambia na narudia kusema kwamba shetani hashindani na wewe katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza inasema kwamba Mungu alitubariki kwa baraka zote. Mungu alitubariki kwa baraka zote, lakini katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo shetani anajua ulishabarikiwa, magari unayo tayari, yani anajua kabisa unayo ile baraka tayari unayo, yani hiyo nguvu ya kuzalisha tayari unayo. Mungu alishakupa nguvu ya kuzalisha, unayo kabisa nguvu ya kuzalisha chochote unachotaka, lakini ipo rohoni. Kwa hiyo ashindani na wewe rohoni, anakuja kukungoja mlangoni, anangoja pale kwenye lango la kutokea baraka, lile lango la kupitishia baraka, ndio hapo anaposimama anaanza kupigana nawe. Ndio maana utasikia watu wakisema kwamba kwenye ndoa kuna vita, utasikia wakisema kwenye ndoa kukaliki, utasikia watu wakisema wanafanya biashara lakini hasara, mnafanya biashara lakini wanakutana na chuma ulete, kwa sababu shetani ameenda kusimama pale kwenye mlango wa kupitishia baraka kutoka rohoni kuja mwilini kuanza kupigana nao. Haleluya. So Biblia inasema tunao uwezo wa kugeuza vita langoni. Hebu sema tutageuza vita langoni. Rudia tena, nitageuza vita langoni. Ili ugeuze vita langoni lazima uwe shujaa. Usipokuwa shujaa hutaweza, maana adui anakuangalia ili akushinde, lazima akutishe kwanza. Akisha kutisha na wewe ukatishika, ndipo anapokushinda. Lakini ukiwa jasiri hawezi kukushinda. Maandiko yanasema waoga ukimbie wasipofuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Haleluya. Sema nitashinda kama ilivyoandikwa. Sema mimi ni mshindi tangu zamani. Rudia, mimi ni mshindi tangu zamani. Yani shetani anapoona kwamba watoto hawa anawaonaga toka mbali, anamuona mtoto huyu ni profesa, anamuona mtoto huyu atakuja kuwa makamu wa rais, mtoto huyu atakuja kuwa injinia. Kwa hiyo inabidi, kwa kuwa alishapewa hiyo baraka rohoni, inabidi asipigane naye kule rohoni, anakuja kushindana naye kwenye mlango, kwenye lango. Ndio maana unakuta mtoto ana mama kajifunga miezi 9, anapoenda kujifungua mtoto akufa, au anakufa mama na mtoto, kwa sababu huyo mama amebeba uzao wa kiteule, anabeba uzao mteule, yani watoto wake sio watoto wa kawaida. Kwa hiyo shetani anaenda kupambana naye kuhakikisha lango la baraka alipitishi baraka. Sasa kama tumepewa mamlaka na amri, tunamwambia shetani toka kwenye lango kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Hiyo familia iliyoandikiwa magari lazima iendeshe magari. Hiyo familia iliyoandikiwa watoto kufika chuo kikuu lazima wafike kwa jina la Yesu. Walioandikiwa wakaishi Marekani, Uingereza, China, Korea, mahali popote lazima waende, maana Mungu alishawaandikia tangu zamani. Sema amina. Huyo anayesimama malangoni tutamwambia toka, achia kwa jina la Yesu. Ondoka, pisha kwa jina la Yesu aliye hai. Hii familia ifikie baraka zao. Amen. 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 Ndio maana nikasema watu wengi wanaomba sana, wanafunga, wanapanda milimani, lakini hawaoni changes kwenye maisha yao, kwa sababu shida sio kuomba. Shida ni ile nguvu ya kuzalisha inayoitwa baraka haipo juu yao. Na wengi walikutana na matamko ya laana kwenye familia zao, wakilaaniwa na wazazi wao. Hata wengine walipookoka tu wakaanza kutamkiwa matamko ya laana, ndugu zao, jamaa zao wakatamka maneno ya laana, zile laana zikaja zikakaa juu yao. Lazima zianguke chini na zimpishe Yesu aliyeshinda msalabani, atawale na kuongoza maisha yetu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Sema nakataa kuonewa kwa jina la Yesu aliye hai. I don't hear you. Sikusikii vizuri. Sema nakataa kuonewa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa familia yangu kuteswa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu na familia yangu. Rudia tena, Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu na familia yangu. Ninakataa uonevu kwenye familia yangu. Ninakataa uonevu kwenye maisha yangu. Ewe adui shetani, achilia maisha yangu, achilia familia yangu. Kuanzia leo hauna mamlaka, ninakukemea. Achia kwa jina la Yesu. Ukiona mtu anateseka kama wewe, amebeba kitu cha thamani kwa ajili
familia, na kwa sababu amebeba kitu cha thamani, adui anamuona toka mbali, anaanza kupambana naye asifike kwenye hiyo baraka. Lakini kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu. Kama ilivyoandikwa, kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu. Kuna watu wameandikiwa biashara za kimataifa, lakini bado wako hapa. Kuna watu wameandikiwa kuwa na yadi za magari, lakini bado wako hapa. Nini wanapungukiwa? Wamekosa nguvu ya kuzalisha ambayo itaachiliwa juu yako, na ikishaachiliwa juu yako unaenda kuzalisha tu. Hakuna namna nyingine shetani anaweza kuzuia. Haleluya, haleluya. Mungu ameniambia hivi, saa imefika, kwa sababu huu ni mwaka wa baraka na mafanikio. Ni mwaka wa utajiri na mafanikio. Sema amina. Kwa hiyo kama saa imefika, kazi yangu mimi ni kuachilia tu. Haleluya. Kazi yangu ni kuachilia tu kwa jina la Yesu. Ikawe kwako kwa jina la Yesu. Hebu sema saa imefika. Rudia tena, saa imefika. Hebu sema sitakuwa duni kwa jina la Yesu. Nisikilize, mimi baba yako nilikuwa darasani. Mungu alikuwa ananifundisha. Wana wa Israeli walipotolewa Misri, walipita jangwani miaka 40 wakifundishwa na Bwana. Na mimi nilipoitwa na Bwana nikaanza hii kazi. Nilifikiri ni rahisi. Kwa hiyo Mungu akanipa upako nikawa na utumia, lakini Mungu ikabidi anifundishe ili nifike kuwa general. Kwa sababu unajua jeshini kuna vyeo. Ili uwe generali lazima upigane vita vingi zaidi na ushinde hivyo vita. Haleluya. Ukisikia mtu anaitwa general, mtu anaitwa generali kwenye jeshi, ameongoza vita nyingi, na kwenye mapambano yote alishinda vita nyingi. Sema amina. Kwa hiyo ilibidi Mungu anipitishe kwanza, aruhusu adui anisumbue, alafu nishinde vita ili nifike kwenye cheo cha ujenerali. Sema amina. Ili niweze kuongoza ile jeshi ambalo limezuiliwa hapa Arusha, lililozuiliwa Sinyise, lililozuiliwa na wachawi, lililozuiliwa na watanga, lifikie baraka zao. Amen. Amen. Nikiwa nimelala siku moja nikasikia mtu ananiita, ananiambia general. Mtu ananiita general, ananiambia general. Nikawa nashangaa kwenye ule ulimwengu wa roho, nani anaitwa general? Nikawa nageuka, nikaambiwa wewe William General, wewe ni generali wa Mungu. Sema amina. Nikaamka nikasema generali ni nani? Nikaingia kwenye mitandao, kwenye internet, nikaanza kutafuta generali ni mtu wa namna gani, ndio nikapata sifa za generali. Nikajua, nikaambiwa yule aliyepigana vita nyingi sana na akashinda, huwa ndiye anapewa cheo cha generali. Sema amina kubwa. Na wewe ambaye unapigana, yamkini Mungu anakuandaa ukawe general kwenye familia, ukawe generali kwenye familia, ili ukaivushe familia, ukaitoe familia iliposhikiliwa. Sema amina mtu mmoja. Useme amina mtu mmoja tena. Useme amina mtu mmoja tena. Naona hapa kuna watu wanaandaliwa kuwa watu wa aina fulani. Haleluya. Kuna watu ambao wanaandaliwa hapa kuwa watu wa aina fulani kwenye familia. Watu watakaoenda kumiliki utajiri, watakaoenda kumiliki mafanikio, watakaoenda kuleta heshima kwenye familia. Lakini kabla hapo ilibidi upite kwanza, udharauliwe, ukataliwe, ili heshima itakapokuja ije heshima iliyotukuka. Come on. Amen. Amen. Kwa hiyo kipindi hichi Mungu ameniambia ni majira. Wanachopungukiwa wanadamu wengi ni ile nguvu ya kuzalisha iitwayo baraka. Amen. Hebu sema ni wakati wangu wa kubarikiwa. Baraka ni kitu gani? Hebu sema baraka ni nguvu ya kiroho ya kuzalisha. Rudia tena, nguvu ya kiroho ya kuzalisha. Rudia tena, nguvu ya kiroho ya kuzalisha. Kwa hiyo sasa mtu anaweza akawa ameokoka lakini akakosa hiyo nguvu. Ibrahim na Lazaro wote walimuona Bwana, lakini tofauti yao, Lazaro alikuwa mwokovu, Lazaro alikuwa na mcha Mungu, akafa akamuona Bwana. Ibrahim alikuwa na mcha Mungu, akafa akamuona Bwana. Tofauti yao ni viwango vya maisha duniani. Maana mmoja alikuwa na nguvu
kuzalisha, mwingine alikosa nguvu ya kuzalisha. Haleluya. Sasa leo tunaendelea ili nguvu ya kuzalisha, hiyo baraka nguvu ya kuzalisha iweze kufanya kazi kwako kwa viwango vikubwa, ni vizuri ujiambatanishe na baba yako wa kiroho. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Jeshini wakati wanapigana, generali yeye anaongoza. Kwa hiyo hawaendi mpaka yule kiongozi anaongoza vita aseme wapite wapi. Sema amina kubwa. Mimi ninachosema, jiambatanishe na baba yako wa kiroho. Nisikilizeni vizuri sana. Hakuna generali ambaye ameshinda vita wakati hana experience ya vita. Generali aliyeshinda vita ni aliyepigana vita nyingi sana. Kwa hiyo ana experience ya kutosha, ana uzoefu wa kutosha kwenye mapambano. Haleluya. 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 Ninaiona baraka kama mvua ikishuka kwenye familia ya mtu. Ninaona baraka kama mvua zikishuka kama umande wa mbinguni kuanguka juu ya mtu, kwa sababu ile laana imefika mwisho wake, maana yale mateso yamefika mwisho wake, na ni saa ya kukumbukwa na Bwana tena. Haleluya. Hebu angalia, unapoomba jifunze wakati mwingine mapambano yanapokuwa makali sana, jiambatanishe na Mungu wa baba yako. Mungu wa nani? Wa baba yako. Kwa sababu kuna mahali pengine unaweza kwenda peke yako, lakini kuna mahali pengine hutaweza kwenda peke yako. You need to mention the name of your father. Baraka nyingine zimefungamana na uzao uliotangulia. Narudia tena, baraka nyingine zimefungamana na uzao uliotangulia. Sasa tujiulize mimi na wewe, baba yako alimtumikia Mungu kwa namna gani? Kama baba yako wa kimwili ya kumtumikia Mungu ipasavyo, basi ni nani unayemuita baba leo? Yule wa kiroho unamuita ni baba. Basi kwa sehemu kubwa amekutangulia. Hebu jifungamanishe na huyo Mungu anayemtumikia. Sema amina kubwa. Mtaje pale unapoona mambo yamekuwa magumu. Taja. Hebu nikuonyeshe baadhi ya maandiko ya kusaidia. Hizo baraka nyingine hazitaweza kufika mpaka ujue siri hii. Kitabu cha Mwanzo ile sura 26 na mstari ule wa 24 inasema hivi. Mstari wa 24 kitabu cha Mwanzo 26, neno la Bwana linasema hivi: Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, na nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wako. Okay. Mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, usiogope. Isaka ndio anaambiwa, mimi niliyekutokea ni Mungu wa baba yako Ibrahimu. Kwa hiyo Isaka, usiogope. Basi mimi nitakubarikia na kuuzidisha uzao wako, sio kwa ajili yako, ila kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wako. Haleluya. Yaani Isaka anaambiwa, anapewa baraka na Mungu amemtokea, lakini anapewa baraka sio kwa ajili yake mwenyewe, ila kwa sababu ya baba yake ambaye ni Ibrahimu. Come on. Hebu pigie Yesu makofi ya utukufu mazuri sana. So it means kwamba Mungu alipomtokea Isaka, alitaka Isaka ajue baraka anazozipokea sio kwa ajili yake, anapewa hizo baraka kwa upendeleo. It's a favor. Ni upendeleo kutoka kwa Mungu. It is favor from God, kwa sababu ya great man aliyewahi kutangulia aitwa Ibrahim. Haleluya. Naomba kurudia tena. Mwanzo 26 mstari ule wa 24 inasema, Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu
mtumishi wako. Ndipo mstari 25, akajenga madhabahu huko, akaita jina la Bwana, akailiitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba Isaka. Hapa Isaka anapokea baraka au anapewa tamko la kubarikiwa, na tena akiambiwa usiogope, na baraka hiyo anapewa kwa sababu ya Ibrahimu ambaye ni baba yake. Kuna baraka nyingine utazipokea wewe kwenye madhabahu, sio kwa sababu yako, ila kwa sababu ya mtumishi wa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Inawezekana kuna mambo hayaendi sawa sawa, lakini kwa sababu uko kwenye madhabahu utakutana na kitu cha kubadilisha maisha yako, sio kwa ajili yako, ila kwa sababu ya mtumishi wa madhabahu. Sema amina. Kwa nini? Kwa sababu yeye kakutangulia kumjua Mungu, kakutangulia kwenye mambo yote. Yamkini anafunga na kuomba kuliko wewe, yamkini ana sacrifice muda wake zaidi kuliko wewe mbele za Bwana, na kwa sababu uko pamoja naye ni sawa na mtu aliye kwenye nyumba yake. Kwa hiyo Mungu anapoachilia baraka, anaachilia kwa ajili yake na kwa ajili yenu nyote. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Hebu angalia neno hili ambalo Mungu alimwambia Isaka, aliwahi kumwambia Ibrahimu. Aliwahi kumwambia Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo sura 15, Mwanzo 15 ile Mwanzo 15 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: baada ya mambo haya, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi ile, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mimi ni ngao yako kwanza, mimi ni ngao kwako, lakini ni thawabu yako kubwa sana. Thawabu yako kubwa sana. Alafu anamtokea Isaka mtoto Ibrahim, anamwambia usiogope, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, kwa hiyo nitakubariki. Lakini ninapokubariki sikubariki kwa ajili yako, ninakubariki kwa sababu ya Ibrahimu ambaye baba yako aliyekuwa mtumishi wangu mimi. Haleluya. Utupeleke kwa utukufu. Ndio maana wakati wa kuomba kwako pia sema, Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Mitume walitumia maneno haya sana. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sema ule utumwa na ukataa kwa jina la Yesu. Sema ukataa na utumwa kwa jina la Yesu. Sema ule utumwa na ukataa kwa jina la Yesu. Na kataa utumwa wote kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kataa kwa jina la Yesu. Umaskini ukataa kwa jina la Yesu. Na kataa hali duni ya maisha kwa jina la Yesu. Tamko la mtumishi wa Mungu katika maisha yako is like a key. Ni ufunguo kwenye maisha yako. Lishike na ulidai. Lishike na ufanyaje? Ulidai. Yaani unapokuja kwa mantiki nyingine, unapokuja hapa kanisani kumwabudu Mungu, ukae kimtego pia. Likiponyoka neno, yaani likiponyoka neno, unaloona limebeba kitu kwa ajili ya maisha yako, likamate na mwambie Mungu ulisema. Amen. Amen. Nyinyi nafikiri Ibrahim, Isaka na Yakobo walibarikiwa kwa rahisi. Amsome Biblia vizuri. Kuna mahali walidai wakasema ulisema. Haleluya. Haleluya. Amen. Hebu tujaribu kuangalia Mwanzo ile sura ya 32. Mwanzo 32 mstari wa 9 hadi 12. Angalie maneno kadhaa hapa. 32 Mwanzo mstari wa 9 hadi 12. Na Bwana anasema, Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu, huyu ni Yakobo sasa. Huyu ni mjukuu wa Ibrahim. Isaka aliambiwa na kubariki kwa sababu ya baba yako. Sasa huyu ni Yakobo mjukuu wa Ibrahim ambaye ni mtoto wa Isaka. Bwana asifiwe sana. Nasema Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahim,
na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zako na kweli yote uliomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa asije akanipiga na baba pamoja na wana. Nawe ulisema, sikilize, nawe ulisema hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari usiohesabika kwa kuwa mwingi. Haleluya. Huyu ni nani? Hebu sema ni Yakobo. Rudia tena, ni Yakobo. Huyu mtoto huyu alizaliwa kwa baba yule ambaye alitokewa na Mungu, ambaye ni Isaka, aliyetokewa na Mungu, akaambiwa usiogope, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu. Na huyo Ibrahimu alitokewa na Mungu, akaambiwa usiogope, mimi ni thawabu yako na ngao yako, mimi ni thawabu yako kubwa na tena ni ngao yako. Okay. Yakobo anamkumbusha Mungu, anamwambia ulisema kwamba utanibariki na kunizidisha niwe kama mchanga wa bahari, lakini sasa kuna ubaya nimemtendea kaka yangu anaitwa Esau, maana nimeiba mbaraka wake wa kwanza, na hapa alipo yuko na kisu ananitafuta. Ninaogopa, ninakuomba uniokoe asije akaniua mimi na mama na watoto, asije akaniua yani mimi na mke wangu na watoto. Ninamuogopa, kwa hiyo ninakuomba uniokoe, maana wewe ulisema utanizidisha, utanibariki na kunifanya kuwa kama mchanga wa bahari, na bado sijawa kama mchanga wa bahari, kwa hiyo nakuomba uniokoe. Haleluya, haleluya. Lakini pale mwanzo anaanza kwa kusema Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka. There is connection, kuna muunganiko na uhusiano wakati unapoomba kumtaja baba yako wa kiroho na kumtaja Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amina. Taja baba yako wa kiroho, mwambie Mungu wa baba yangu mtumishi fulani. Huyu ni baba yako wa kiroho, wala usione shaka, na sio dhambi, maana unapotaja mbele za Mungu unathibitisha kwamba mimi ndio mtoto wako. Menelewa vizuri? Watu wengi wamekuwa na kiburi cha uzima, wakiamini mimi ni muombaji tu Bwana, mimi nikiomba Mungu atanisikia. Listen to me. Kuna baraka utaweza kuzipata peke yako, lakini kuna baraka lazima usipokee kwa wazazi. Sema amina kubwa. Ndio maana Biblia inasema urithi mtu ataupata kwa babaye, lakini mke mwema atapatikana kwa nani? Kwa Bwana. Haleluya. Okay, kumbe kwa baba yako unaweza kurithi mali, lakini mke huwezi kurithi kwa baba yako. Mke utampata kwa nani? Kwa Bwana. Okay, kumbe kuna mamlaka baba anayo, lakini kuna mamlaka iliyo juu zaidi ambayo baba hawezi. Ndio maana ni muhimu uone mmeshe na baba yako wa kiroho na kutaja Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alitununua kwa damu ya thamani, akalipa deni zetu ili sisi tuwe huru na tufurahie maisha katika yeye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Usienende wewe kama wewe. Biblia inasema tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo anayesimama mbele za Bwana akituombea usiku na mchana, na Roho Mtakatifu pia anatuombea, maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Okay, kumbe hata pamoja na kwamba tunaomba, lakini hatujui kuomba itupasavyo. Kwa hiyo imebidi tusaidiwe mpaka na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijui kama ninakuingia ile. Wapa amri
litafungwa na mbinguni, na lolote mtakalolifungua litafunguliwa. Alipokuwa anaongea alikuwa anawaambia mitume wale aliowachagua. Ndio maana ninyi mkiwa hapa si wote mnaweza kusimama hapa kuhubiri, ila wako wateule Mungu aliwatenga akawapaka mafuta ili waseme maneno yake, ili wasimame kutangaza habari zake. Nikiwa muumini kiongozi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Juzi tulikuwa mahali nikakutana na watumishi wa Mungu fulani ambao wana kazi wanazifanya za kumtumikia Mungu, na wengine wana kazi kubwa kuliko jamii. Lakini kwa kuwa mimi nimekuwa kiongozi, wakawa wananisalimia wakiinama. Mimi mwanzoni nilikuwa nafikiri kuinama mbele ya mtu anayekuongoza ni kukosea, maana huyu naye ni mwanadamu tu, inama mbele za Mungu. Lakini nikaja nikasikia mtu mmoja akifundisha, mpaka mafuta mmoja wa Mungu mkubwa sana, akasema huyo Mungu anayekaa ndani yako ndiye anayeinamiwa na wala sio wewe. Wewe umekaa tu kama madhabahu inavyokubeba, alafu watu wakaja wakapiga magoti madhabahuni. Je, wanakupigia magoti? Hapana. Okay, umembeba Mungu ndani yako na anafanya vitu na vitu vinaonekana. Kwa tamko lako unatamka jambo linatokea, lakini sio wewe, ni yule akae ndani yako. Kwa wanapoinama na kusujudu mbele yako au kusujudu wewe, wanapoinama wanainama mbele za huyo uliyembeba. Haleluya. Ndipo akili yangu ikafunguka, nikasema lakini ni kweli. Lakini mimi mwanzo nilikuwa sitaki kabisa, nikiona hata mtu namwambia wewe acha. Bwana asifiwe sana. Pamoja na kuelekezwa hivyo, kuna vitu siwezi. Hata mpaka sasa ukipiga magoti, yani mfano nilikuwa mlimani juzi, akaja mama mmoja aliwahi kunikosea sana kipindi cha nyuma. Alijiunga na maadui akawa anasema habari mbaya sana. Sasa Mungu akamshughulikia. Juzi akanikuta mlimani, akaja mbio, akapiga magoti, alafu kichwa chake akalaza kwenye viatu vyangu. Nikamwambia simama pesi. Simama pesi. Akaanza kulia. Nikatoka pale nikasogea pembeni. Afu nikasimama nikamngoja. Akasimama akana. Nikamwambia shida yako ni? Akasema nakuomba unisamehe. Nikamwambia nikusamehe nini mama? Akaniambia nisamehe tu, nilikukosea, nilifanya kitu fulani na najua. Nikamwambia sasa mbona umepiga magoti alafu unasujudu na kukaa kwenye viatu vyangu? Kwa nini unanipa ibada? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kusujudu ni kutoa ibada. Kitu ambacho hata malaika walikataa. Bwana asifiwe sana. Akaniambia wewe ni mtu mkuu sana wa Mungu. Nikamwambia pamoja na hayo, nikamwambia shida yako ni kusamehewa? Ndio. Unamaanisha kutubu? Ndio. Basi nikusamehe. Akaniambia naomba uniongoze sala ya toba. Nikamuongoza sala ya toba, nikambariki, nikamwacha. Kwa sababu mtu akikukosea na akatambua amekukosea, alafu akakuomba msamaha, ukamzuilia msamaha, ni kwamba ule uovu wako unaubeba huko. Na kwa sababu Mungu ameamua kuniheshimisha mbele zake, basi nimembariki na kumbariki ili akatambue kwamba Mungu yuko pamoja nami kama alivyoona tangu mwanzo. Bwana asifiwe sana. Hebu mpe Yesu makofi utukufu sana. What I want to say is this: baraka nyingine kwenye maisha yetu zitatoka kwenye uzao uliotangulia. Na naposema uzao uliotangulia, simaanishi wale mababu ambao walikuwa wanapiga magoti kwenye mawe, walikuwa wanaabudu na kutambikia mizimu. Nazungumza waliotutangulia kiimani, waliotutangulia kiroho, yule ambaye umejikisha chini yake, pale ambapo Mungu alikupeleka akakupanda, hapo ndipo utakapomuona Mungu wako. Amen.
Bwana asifiwe sana. Lakini roho yako isifarakane na huyo mtumishi wa Mungu aliyewekwa akapakwa mafuta. Maana alipopakwa mafuta, alipakwa mafuta kwa ajili ya wengi. Yamkini ni pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yakobo anajitetea. Anasema Mungu niokoe. Na utaona jinsi Mungu alivyomuokoa, alimpa akili. Ukisoma mistari inayofuata, Mungu alimpa akili atenge wanyama aliokuwa nao, awatangulize mbele, alafu yawe kule mwisho wa msafara. Esau akishaona wale mifugo, akishaona ile mifugo, moyo wake utalainika. Haleluya. 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 Lakini alimwambia Mungu, ukumbuke ulisema utanibariki na kufanya uzao wangu kuwa kama mchanga wa bahari, na sasa na vitoto 4 tu. Kwa hiyo bado unapaswa kuniokoa, maana mimi namuogopa huyu ndugu yangu, kwa maana kweli nilimkosea. Asije akaniua mimi, akamchinja na mke wangu, akachinja na watoto, ile ahadi yako ya mimi kuwa kama mchanga wa bahari ikaacha kutimia. Hata kama ni wewe Mungu, utaacha kuokoa? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui Mungu wangu amekuahidi nini, lakini kila alichokuahidi kidai. Amen. Kidai. Amen. Ukiugua ukiwa katika hali ngumu hospitalini, mwambie Mungu, kumbuka ulisema. Daktari anasema huwezi kuisha. Mama mmoja alinishangaza sana katika ushuhuda wake fulani, alikuwa anatoa mahali. Aliugua kansa. Na ile kansa ilikuwa inakula utumbo. Kila akienda hospitalini kansa inaongezeka, utumbo unakatwa. Alafu akikaa tena inaendelea. Ikafika mahali madaktari wakatoa muda kwamba baada ya muda fulani huyu atakuwa hayupo, atafariki. Sasa yule mama akawa anakata rufaa. Anamwambia Mungu, wewe ulisema siku za mtu zitakuwa kama mti, kama siku za mti. Na mimi hapa nilipo siku zangu sijafika hata kama ua nililopanda hapo nje. Inawezekanaje nife katika wakati huu? Na tena ulisema mtu atakaye kufa kwetu, akasimamia Isaya, kila kitabu cha Isaya, kwamba mtu atakaye kufa kwetu mtoto ni mtu mwenye miaka 100. Mimi bado sijafikisha miaka 100, bado mimi ni mtoto. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa anakata rufaa kwa kurejea kwenye vifungu vya maandiko. Kila ule muda ukifika, akaenda hospitalini, anaambiwa bado upo. Anaambiwa tena baada ya miezi 2 huyu, ndugu zake wanaambiwa hata kuwepo. Miezi 2 inaisha tena huyu. Amen. Kwa hiyo ikafika mahali madaktari wakachanganyikiwa leo ni kitu gani? Kwamba huyu mtu alikuwa ameshakufa tayari kabisa kiroho, lakini anakata rufaa, anasema bado kwa mujibu wa neno la Mungu napaswa kuendelea kuishi. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo mengine huwezi kuyavuka usipojua ni nini kilichotamkwa hapo kwanza. Kilichotamkwa hapo kwanza, mpango wa Mungu juu yako hapo kwanza, ulisema nini? Unaweza ukafa kifo ambacho sio chako. Kama Mungu anataka uende ukahubiri injili, na sasa hivi ukaugua, ukaambiwa unatakiwa kufa, unatakiwa kukata rufaa kwa tiketi hiyo, kumwambia Mungu, ulisema mimi nitakuwa mhubiri wa injili na bado sijamhubiria hata mtoto, na sasa nimeambiwa nakufa, ninaomba uniokoe. Haleluya. Haleluya. Sasa familia zimebeba baraka rohoni, lakini udhihirisho wa kutokea katika mwili ndipo vita ilipo. Na ili hiyo vita ikome, lazima awepo jenerali aliyepakwa mafuta atakayeongoza mapambano, ili watu waweze kushinda hiyo vita na kuingia kwenye baraka zao ambazo Mungu alizikusudia tangu mwanzo. Amen. Nasema hivi, watakaoingia maombi siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi na Jumapili kuhitimisha pamoja, wanaingia kwenye baraka zao bila kizuizi chochote. Sema amina. Sema amina tena. Kwa hiyo kuna watu wanaenda kumiliki baraka zao kwa sababu ya mtumishi wa Mungu aliyepewa neema kwenye madhabahu. Na mimi nakuhakikishia pale palipokushinda panaenda kuwezekana sasa. Amen. 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 Amen.
Amen. Na watu wengi hapa wanajua, hata mimi wanajua wengi sana. Nimepita kwenye mapambano mengi na nikayashinda. Haleluya. Kama ningekuwa sina kusudi la Mungu ndani yangu, ningeangamia huko kwenye mapambano hayo. Lakini kama Mungu alinishindia vita na mimi nikapata uzoefu kwenye vita hivyo, basi naweza kumuongoza mtu naye akashinda vita yake. Amen. Haleluya. Amen. Okay, tusome andiko lingine kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 26. Mwanzo 26 mstari ule wa kwanza, nitasoma mpaka mstari wa 3. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Bwana linasema hivi: ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitafanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nami nitafanya imara, kaa katika nchi hii, nitakubariki. Usiende Misri kama baba yako. Wewe kaa katika nchi hii. Baba yako si alipata njaa akakimbilia Misri? Wewe usiende Misri. Baki kwenye nchi hii. Alafu mimi nitakubarikia kwenye nchi hii, ili nikiimarishe kiapo nilichomwapia baba yako Ibrahim, kwamba nitambariki yeye na uzao wake. Okay? Kumbe lile agano ambalo Mungu amefanya na mimi linawanufaisha na wale walioko nyuma yangu. Sema amina kubwa. Mungu anamwambia Isaka kwamba nataka kuimarisha agano, kiapo nilichoapa kwamba nitambariki Ibrahim na uzao wake baadaye, na wewe ni miongoni mwa uzao wake. Kwa hiyo nataka kuimarisha hilo agano. Lakini baba yako alikimbilia Misri wakati wa njaa. Wewe wakati huo hii njaa uliyoipata, nenda katika nchi ya Gerari. Haleluya. Haleluya. Alafu mimi nitakubariki, na haya mataifa yote unayoyaona mimi nitakupa wewe. Wewe Isaka tu nakupa wewe. Kaa hapa, kaa kwenye nchi. Okay. Haleluya. Watu wengi mpo hapa Arusha, wengine sio nyumbani kwenu. Lakini I want to tell you, Mungu amekuleta Arusha kwa makusudi. Na iko baraka ambayo Mungu ameiweka hapa Arusha ili iwe ya kwako. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Miji ya Arusha ipo ikikungoja wewe. Biashara Arusha zinamngoja mtu kama wewe. Magari ya Arusha yanamngoja mtu kama wewe. Lakini lile tamko lilikuwa lijaachiliwa, ila leo kwenye hii madhabahu tamko moja linaachiliwa, na utaenda kuwa kama lilivyotamkwa. Sema nitaenda kuwa kama lilivyotamkwa. Unajua tamko la kiroho la baraka ni uhalali kwako, ni ticket, ni ufunguo. Ndio maana Yakobo anadai, anasema ulisema. Haleluya. Haleluya. Sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu nasogea mbele zako nikiomba ile neema uliyokusudia ikawe juu yangu, kunifanikisha katika njia zangu. Achilia ule mbaraka ukawe juu yangu, kunifanikisha katika mambo yangu yote. Ukaachilia ule mbaraka ukawe juu yangu, nikafanikiwe katika mambo yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema ile baraka uliyoiachilia juu ya baba yangu wa kiroho, najiunganisha nayo kwa imani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nipate kushinda kama Yesu Kristo aliposhinda, kama Yesu Kristo alivyoshinda, nitapata kushinda kama baba yangu wa kiroho alivyoshinda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nipate kushinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nipate kushinda katika mapambano, nipate kushinda
kushinda kwenye vita, nipate kushinda katika utawala wa giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila utawala wa adui utaanguke, kila utawala wa shetani utaanguke, nikapate kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nipate kushinda katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna connection, kuna muunganiko kati ya baraka zako na baba yako wa kiroho. Usione haya kumtaja baba yako wa kiroho, kwa sababu kuona haya kumtaja baba yako wa kiroho ni kumruhusu shetani kuendelea kupata uhalali wa kutawala maisha yako. Ndio maana watu wanakuambia, baadhi ya watu hapo wanasikia wakishuhudia kwamba alikuwa anakimbizwa na maadui kwenye ulimwengu wa roho ndotoni, alafu akaona ghafla mimi nikatokea nikaanza kuwapiga maadui au kuwastopisha maadui. Nini tafsiri yake? Tafsiri yake ni kwamba pale ninapoomba ninakuwa namsaidia yeye. Kwa hiyo unakuta labda amevamiwa kwenye ulimwengu wa roho, kumbe mimi niko mlimani ninaomba, kumbe mimi ninakesha, kumbe mimi nipo kwenye maombi namwambia Mungu, kumbuka kanisa na lango kuu, wakumbuke watoto wangu wa kiroho, maadui wote wanaofuatilia na warudisha nyuma, ninawapiga, ninasambaratisha. Na yeye unakuta yuko kwenye pambano saa hiyo, ananiona natokea papo kwenye ulimwengu wake wa roho. Mungu ni mwaminifu sana. Mpe Mungu makofi yako mazuri. Nisikilizeni vizuri. Baba wa kiroho anaishi maisha ya kujua hawa ni watoto. Hata mtoto wangu akinikosea, akanifanyia makosa alafu akaondoka akirudi, mimi namsamehe, maana ni mtoto wangu. Bwana asifiwe sana. Ni mtoto wangu niliyemzaa kwa taabu, niliyemzaa kwa kuhubiri Injili, akazaliwa akaokoka, amenikosea, sasa amerudi. Nimpe nani? Ni wa kwangu tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Akipitia mapito watu wakimkataa, mimi nitamfuata, maana ni wa kwangu. Haleluya. Akipitia magumu akamshinda watu wakamtupa, mimi nitaenda kumbeba, nitampangusa, kwa sababu ni mtoto wangu. Amina. Hakuna mtu anaweza kumkataa mtoto wake akamtupa kwa sababu ni kichaa au kwa sababu ni kiwete au kwa sababu anamtilia ubongo. Hapana, mtu anaweza kufanya hivyo. Anasema hii ni damu yangu na mtoto wangu wa kiroho, hata kama amefanya mabaya lakini akaonekana kugeuka, mimi nitambeba na kumsafisha na kumfuta matope na machozi na kumvalisha nguo nzuri. Haleluya. Maana ni mimi niliyemzaa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo niseme jambo moja, na wapenda watoto wangu. Amen. Na ukiona hata saa nyingine nimekujibu kwa hasira au nimekukasirikia, usiniwekee kinyongo. Bwana asifiwe sana. Usiniwekee kinyongo. Mimi nikikuongelesha kwa hasira, ujue ni baba yako mimi nimechukia. Hicho kitu ulichokifanya ni kwako. Bwana asifiwe sana. Lakini sio uadui. Ndio maana nataka kugombeza watu. Watu walipata na mishida. Kuna watu walipata na mishida hapa kwenye madhabahu. Lilia nimepata na mishida sana. Wamekuwepo wakina Linda hapa, wamepata na mishida sana. Sana. Maana mimi nikigombeza nagombeza. Wakina Pastor Mungu unajua. Mimi nikigombeza nagombeza. Lakini kugombeza kwangu sio namchukia. Alafu naweza nikagombeza kwa hasira sana. Alafu kesho nikija namchukia. Unaendelea? Bwana asifiwe sana. Sasa hapo wanashangaa, wanasema huyu baba naye nigombeza sana huyu. Baba anayependa watoto wake na mama anayependa watoto wake, mtoto akikosea lazima muonye. Ukimkuta baba anamchapa mtoto amchukii, ukimkuta mama anamchapa mtoto wake anampenda mtoto wake, ndio maana anamchapa. Amen. Biblia inasema, Mungu anasema hivi, nitawarudi wale niwapendao, mimi Mungu huwa nawarudi. Haleluya. Hebu pigie Yesu makofi ya utukufu hapo. Yes, kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba baba wa kiroho ana sehemu katika kukufanikisha. Na ukijua sehemu ya baba yako wa kiroho ukaisimamia, hakika utastawi. Kwa hakika utastawi. Ndio maana Mungu anapotokea Isaka, hamtokei bila kujitambulisha kwa
Ibrahimu. Na wanapoomba wanasema, Mungu wa baba yangu. Kwa nini anataka atambulike kwa Mungu wake kwa jina la baba yake? Hata dunia hii unaitwa William Dash. Are you there? Yaani unajitambulisha kwa jina la baba yako pia. Haleluya. Sasa Mungu wa mbinguni ni baba yako. Unapojitambulisha kwenye mamlaka, mtaje baba yako wa kiroho. Very important. Uwezi kuelewa sasa, lakini utakapo practice kidogo utakuja kunishukuru. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wangapi wananiombea? Yes. Sasa nyie mnaoniombea, usikilize vizuri. Nyie mnaoniombea, Mungu kabla ya mwezi wa 8. Kabla ya mwezi wa ngapi? Nisikilize vizuri na uandike kabla ya mwezi wa 8. Mtoto yoyote wa hii madhabahu anayeniombea mimi kiongozi wa kiroho, kabla ya mwezi wa 8, hitaji lolote aliloliweka mbele yake kubwa kuliko mengine, Mungu atalitenda. Mtoto wangu yoyote kwenye hii madhabahu anayeniombeaga, naweza nisiwe na cha kukulipa, lakini yale mahitaji uliyoweka mbele za Mungu, lile kubwa kuliko mengine yote, kabla ya mwezi wa 8, kabla ya mwezi wa 8, Mungu atalitenda. Ili ujue hakika ulichokuwa unakifanya ulikifanya kwa mtu sahihi. Bwana asifiwe sana. Mungu wangu atakujibu, na Mungu akishakujibu urudi hapa ushuhudie, useme Bwana ametenda. Amen. Mbele makofi. Sasa hiyo nimeshasema, nimemaliza. Biblia inasema Mungu atalithibitisha neno la kinywa cha mtumishi wake. Mungu atalithibitisha neno la kinywa cha mtumishi wake. Tunasubiri neno kuthibitika. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wangapi wananiombeaga? Hebu simama hapo ulipo. Hebu simama hapo ulipo. Simu ukiongea Mungu tayari unaniombea sawa. Kumbe na jeshi kubwa sana. Oh my God. Hebu nione mikono chini. Inua tu mikono juu. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya jeshi hili lote uliloliinua. Wakati mimi nadhani niko peke yangu, kumbe Mungu umeniinulia jeshi hili lote likinizunguka saa zote kwa maombi. Ninakuomba Bwana, mabaya yasitajwe kwao, huzuni isiwepo kwao, magumu yasitajwe kwao. Zaidi Bwana, lile hitaji walilo nalo, aliloliombea kwa muda mrefu, hitaji kubwa kuliko mengine, natamka limetendeka kwa mkono wako. Mungu, nimewabariki hawa. Ninatamka baraka yako ikawe juu yao, wapate nuru kwenye maisha yao, waone njia kwenye maisha yao, wanachokitafuta wakipate, wanachokitafuta wakione. Mungu, unaponiinua usiwache hao. Ninapoinuka hatua moja, na wao wainuke pamoja nami, katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Tupige makofi. Pigia Yesu makofi yako mazuri. Best na makofi utukufu. Karibu kwa. Mimi sikujua kama kuna watu wengi namna hiyo wanaoniombea. Mungu awainue sana na wabariki. Okay. Mtu yoyote anayemtumikia Mungu, Mungu huinua watu na tena kukuachukua ili wasimame kubeba hilo kusudi alilopewa pamoja naye. Wasimame kubeba hilo kusudi alilopewa pamoja naye.
yani wabebe pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Musa aliinuliwa Haruni ndugu yake, na baadaye waliinuliwa wengine wakina Yoshua, waliinuliwa wengine wakina Huri, waliinuliwa wengine waliokuwa pamoja naye katika ile safari kuhakikisha ule mpango wa Mungu duniani uliokuwa umekusudia kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, lakini lazima awepo mtu atakayembeba Mungu aitwaye Musa, unakamilika. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, wewe utakuwa kwa mfano wa Mungu, lakini wewe Haruni utakuwa mfano wa nabii. Mungu alitaka kutofautisha kwamba asije Haruni kufikiri kwamba yuko sawa na Musa, asije akafikiri mafuta yaliyo juu ya Musa yanaweza kuwa juu yake pia. Mungu anaweka bayana, anamwambia Musa, wewe utakuwa kwa mfano wa Mungu kwa watu hao, lakini Haruni atakuwa kwa mfano wa nabii, yani anayetumwa kusema. Lakini wewe utasema kesho mvua ya mawe itanyesha, na mvua itanyesha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alitaka nini Mungu katika kusanyiko lile? Alitaka watu wamheshimu Musa ambaye anasimama mbele yao kwa mfano wa Mungu, ili kwamba wasije wakamzoea sana kile cha Mungu kitaacha kutilia kwao. Ndivyo ilivyo mnapowaona viongozi wa kiroho mkawaheshimu, mmemheshimu Mungu. Haleluya. Na mnasababisha kile cha kwenu alichokibeba akiachilie kwenu. Ila mafuta usiyoyaheshimu hayabadilishi chochote kwenye maisha. Mtumishi uliyemzoea usiyemheshimu habadilishi chochote kwako. Ila yule unayemheshimu ukamheshimu, hukumheshimu yeye, umemheshimu Mungu aliyemweka. Na Mungu aliyemweka atatumia alichokiweka ndani yake kubadilisha maisha yako. Ndio maana Musa alikuwa na mamlaka na wale watu 250 walioasi. Akasema, mkifa kifo cha kawaida, mimi si mtumishi wa Mungu. Yeye ndiye aliamua wafeje. Akasema, nchi isipofunua kinywa chake leo mkamezwa, mimi si mtumishi wa Mungu. Na habari hiyo akupewa na Mungu. Mungu akumwambia nenda akaseme nchi itafunua kinywa chake. Hapana. Lakini Biblia inasema Mungu atalithibitisha neno la kinywa cha mtumishi wake. Ninachotaka ukielewe vizuri ni kwamba kuna baraka unaweza ukaomba wewe ukazipokea, lakini kuna ambazo hutaweza kuzipokea mpaka litoke tamko kwa kiongozi mwenye mamlaka kuliko wewe. Tupe Yesu makofi utukufu. Tupe Yesu makofi utukufu. Adui zako Bwana atawapiga na kuwaondoa. Narudia tena, adui zako Bwana atawapiga na kuwaondoa. Hawatazuilia chochote kwenye maisha yako. Adui zako wataanguka na kuaibika mbele ya macho yako. Kwa sababu adui zako ni adui wa Mungu. Sema amen. Mungu amewaondosha maadui zako, ikawe kwako kama ulivyoamini. Mungu alimwambia Israeli, akwambia hivi, hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Wakati anazungumza hivyo, Mungu hakuwa amemwambia Musa sema hivi. Ila Musa kama prophet, na Mungu akiwa ndani yake, anaposema ni Mungu kasema. Anaposema ni Mungu kasema. Anasema hawa wa Misri mnaowaona leo hamtakaa muwaone tena milele. Leo ndio mwisho wa watu wao kuonekana kwenye macho yenu. Nikuulize swali, alikosea Mungu? Hakumkosea. Kwa sababu kuendelea kutembea na maadui wanaotesa maisha yako na hawataki kubadilika, wametesa wana Israeli miaka 430, na bado wakati Mungu aliposema waondoke, bado wanawafuatilia, wanataka kuwarudisha. Ilibidi tu hukumu isimame. Unajua maana ya hukumu? Hukumu ni tamko la maamuzi. Haleluya. Maamuzi kwamba kuanzia leo mimi sitaugua tena, ndio hukumu imepitishwa. Bwana asifiwe sana. Kuanzia leo sitapata hasara tena.
mashauri kwa Bwana walienda kuwauliza makuhani. Na makuhani walikuwa wamevaa lile vazi la kikuhani, wakatumia njia ya Urimu kumuuliza Mungu. Lile vazi lilikuwa na kiboksi fulani kiko kwenye kifua chao ambacho kina mawe 12, mawe ya thamani. Yani pale kuwepo na mawe ya thamani, haya vito vya thamani tunaita madini. Madini yalikuwa pale. Yale madini yalikuwa ya aina 12. Na wanapofuata kuhani wanamuuliza, hivi tukienda kwenye vita hii wakiongozwa na mfalme wao, tunataka kwenda kupigana na Wafilisti, je, tutashinda? Kuhani anaingia patakatifu kumuuliza Bwana. Anapoenda kumuuliza Bwana, sio kwamba Bwana anamjibu anamwambia, nimesema kwamba watashinda. Kuhani asikii sauti ya namna hiyo. Ni kwamba yale mawe yaliyoko kwenye kifua chake yanatoa mianga au miale mikamilifu. Mianga mikamilifu manake jiwe ni la kijani, jiwe ni la bluu, jiwe ni jekundu, jiwe ni la rangi sijui gani, sijui ni njano, yanatoa mwanga unaofanana. Yani kama ni red yote, kama ni white yote, kama ni blue yote, lakini yale mawe yana rangi tofauti. Manake hapo Bwana amesema waende watashinda. Lakini ili yale mawe yasipotoa mianga mikamilifu, hawaendi vitani, maana Bwana hakujibu, amekataa. Hiyo njia hiyo kumuuliza Bwana iliitwa njia ya Urimu, iliitwa Urimu. Haleluya. Lakini baada ya makuhani ilifika kizazi cha manabii. Manabii waliojaa roho. Yani kama mtu anaenda anazungumza na Mungu live, kwamba roho wa Mungu anakaa ndani ya huyu baba, anakaa ndani ya huyu kijana, anakaa ndani ya huyu mama, wanamuuliza habari za mambo yaliyopo mbele yao, na huyu mtu anajibu kana ya kwamba ni yeye anajibu, lakini ni Mungu anazungumza akiwa ndani ya mtu. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu manabii. Haleluya. Na hichi kizazi tunachoishi, Mungu anatenda kazi pia kwa njia hii sana. Ndio maana unaweza kuona mtu anaambiwa, utazama wa kiume jina lake ni fulani. Haleluya. Sio huyo mtu anakuwa ameamua, aliyezungumza na huyu mtu ni Mungu, God himself. Lakini amekuwa amejificha kwenye umbo la mwanadamu. Wewe usibaki ukasema pastor aliniambia. No, sema Mungu aliniambia kupitia mtumishi wake fulani. Hiyo ndio imani. Biblia inasema mkimwamini Mungu mtathibitika, na mkiamini manabii zake mtafanikiwa. Alisema utakuwa nani? Dai, hiyo ni haki yako kwa Bwana. Amen. Tupe Yesu makofi utukufu. Tupe Yesu tena makofi utukufu. Kitabu cha Mwanzo ile sura 49 mstari 24 hadi 26. Mwanzo 49. Mwanzo 49. Mstari ule wa 24 hadi 26. Neno la Mungu linasema, lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo. Kwa jina la mchungaji. Sema kwa jina la mchungaji. Rudia sentensi hiyo, sema kwa jina la mchungaji. Okay, narudia tena mstari huu. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo. Kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli, na kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia. Sema kwa Mungu wa baba yako. Rudia tena, kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia. Okay. Kwa anasema na kwa
atakayekusaidia kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini, mibaraka ya maziwa na ya mimba, mibaraka ya baba yako. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya vilima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Emsema kuna mtu aliye mkuu kati ya ndugu. Rudia tena, kuna mtu aliye mkuu kati ya ndugu. Je, ni nani huyu? Sio wewe kweli? Kwenye ile familia yako ni nani aliye mkuu kuliko ndugu zenu? Ili mbaraka wa Mungu ukaje ukakae juu ya kichwa chake na katika utosi wake. Anasema mibaraka ya baba yako imepita milima ya kale. Yaani hiyo mibaraka imekuwa mikubwa kuliko milima ile ya kale iliyokuwa mikubwa mirefu sana. Bwana asifiwe sana. Aliyekuwa anazungumziwa hapa ni Yusufu, na aliyekuwa anatamka baraka hizi ni baba yake Yakobo. Alipowaita watoto wake 12 akaanza kuwabariki, na kila mmoja alienda sawa sawa na jinsi alivyobarikiwa. Usikilizeni, siri ya baraka ya kiroho kupitia baba wa kiroho haichukuliwaji tu kwa sababu wewe ni mtoto wake. Narudia tena, siri ya baraka ya kiroho kutoka kwa baba yako haichukuliwaji tu kwa sababu wewe ni mtoto wake. Ndio maana Isaka akiwa anajua hivyo, alimwambia mtoto wake, kanitafutie mawindo nile roho yangu ifurahi nikubariki. Kumbe baraka inaachiliwa wakati mtu ana furaha. Haleluya. Alafu cha pili, awe amekula amefanya nini? Mimi nimekula neno la Mungu, nimeshiba. Bwana mimi naweza kubariki leo. Sema amina. Amen. Sema amina. Ukienda kwa baba yako kuomba baraka, usiende hivyo. Baba yako wa kimwili kabisa, ila kufundisha sisi. Au mama yako, usiende hivyo. Baraka ina kishikio. Haleluya. Ina kibebeo. Unapotoa ile zawadi, inabaki kwenye ulimwengu wa roho kama bakuli linalokinga chakula. Inabaki kwenye ulimwengu wa roho kile ulichotoa. Kama ni kitenge umeenda ukamfunga, kinabaki kwenye ulimwengu wa roho kama kapu. Kinabaki kama ndoo. Haleluya. Wacha ushamba. Haleluya. Usiende mbele ya baba yako wa kimwili kabisa, mama yako, unaenda huna hata sukari. Unamwambia, "Mama, mbona unibariki? Mbona unibariki?" Atakuita kwambia, "Haya njoo, nimekubariki." Anaenda. Hakuna kitu uliyopata. Wewe ameamua tu kukufukuza, unamsumbua. Ameamua tu kumalizana huo ndoke. Bwana asifiwe sana. Lakini umefika pale. Maraki, maziwa, kitenge, unga wa ngano, mafuta, nyama kilo 2. Ataachia aje? Anaachia baraka waachie jamani? Sasa mbona tunaenda kishamba shamba? Baraka ina kibebeo. Sasa baba yako kiroho Misri. Na mimi nasema tu nina neno la Mungu la kutosha, naweza kukubariki. Bwana asifiwe sana. Ni nini unaona akiendi? Unapoona akiendi na unataka baraka ya baba yako kiroho ili hilo jambo liende, ipange, mtafute binafsi, ipange. Mwambie baba, nimekuja, nataka unibariki kwenye eneo fulani. Wale waliokuwa wanaenda kuulizia habari za punda waliopotea walisema, hapa kuna muonaji. Lakini tutamwendeaje muonaji? Tunakwendaje bila kitu? Yule mmoja akasema alikuwa na nini kwa dada? Nusu shekeli. Akasema mimi na nusu shekeli hapa. Mimi na 5,000 hapa.
shilingi 5,000 ili amkini atueleze. Nadhani nikwambie hivi, unapomwendea kiongozi wa kiroho au baba wa kiroho, ukaenda na kitu, unafungua moyo wake. Nisikilize, hii ni siri nakupa. Simaanishi kwamba nazungumza hivi ili mlete, lakini ninakufundisha siri ya kubeba. Unataka kujua kitu chako, usiende mikono mitupu. Acha hii biashara kupiga simu unamwambia, baba mimi napitia mambo magumu na mimi uniambiaje mambo yangu hata siku moja? Uniambiaje mambo yangu hata siku moja? Wewe ndio unaziba lile jicho lake hata alioni. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio unamzuia jicho. Sasa umenifunga macho alafu unaniambia, mbona uniambia hata kwamba niko wapi hapa baba? Na kuambia, mbona umenifunika macho? Bwana asifiwe sana. Baba Isaka alipokula akashiba. Kamaliza. Kumbe asijua aliyemletea chakula hata sio Esau, sio yule anayempenda. Akaanza, mwanangu, kwanza akachemua kwanza. Akasema sasa nimesema. Haleluya. Esau anarudi huko na sijui nika mbuzi pori amekawinda, anamwambia baba yake, babangu nimeshakuja nimetengeneza jinsi unavyopenda ule msusi wako ndio huwa. Akamkuta yuko anatoboa hapo, ndo anatoa na tuzipikia, ameshashiba, ameshachela baraka sana. Kamwambia, nimeshaleta. Kama wewe ni nani? Maana alikuwa aone alikuwa pofu. Wewe ni nani? Akasema, ni mimi Esau mzaliwa wako wa kwanza. Akasema, ni nani yule aliyekuja? Njoo hapa. Akamshika, kaona ana vinyoleo. Mbona yule wa kwanza alikuja hivi? Kumbe yule alivalishwa ngozi, alikuwa anaga vinyoleo. Mamake akafanya maarifa, akamvalisha vipande vya ngozi. Maana alijua baba yake anapenda kushikashika kujua ni nani. Wewe ni nani? Hebu sogea hapa. Hata nilikuwa na bibi yangu alipofunga, ukienda kumsalimia na kwambia, hebu sogea hapa, njoo, anakushika. Ni wewe fulani, anakushika mpaka anaweza kukushika mpaka kichwani. Ni wewe? Kweli ni wewe. Yaani sijui ameweka alama gani, ni wewe. Sasa amefika pale, kakuta mzee kashakula, kagawa baraka zote. Anamwambia, baba yangu, hujaniachia hata baraka mmoja. Akamwambia, tena mbaya zaidi. Anamwambia, mwanangu, sijui nifanyeje. Nimesema utakuwa mtumwa wake. Hiyo ndio mbaya zaidi. Yaani bora ile ndio nisingelisema. Ndio Esau sasa akatoka akaenda kutafuta Mungu. Akaanza kuunoa. Mama yake akatambua, akamwambia, kimbia upesi, nenda kwa mjomba wako Labani na usitoke huko, maana ndugu yako atakuacha, atakuwa. Na kwanza ulichukua kwanza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa kumpa chakula cha deni. Sasa umeenda kuchukua tena baraka yake, atakuacha. Kimbia. Na nini kilitokea? Mambo haya yalikuwa very spiritual. Usifikirie baba yake alikosea, hapana. Unajua kulikuwa na vita katika tumbo la mama yake. Badala ya Esau kutokea wa kwanza, alitokea Yakobo wa kwanza kuzaliwa. Lakini yeye ndiye aliyekuwa mdogo. Lakini alivyotoka wa kwanza, Biblia inasema yule aliyetoka alifungwa, aliwekewa alama. Haleluya. Kwa hiyo mama alikuwa anajua mzaliwa wa kwanza sio Esau, mzaliwa wa kwanza ni Yakobo. Kwa hiyo wakati mama anaona mbaraka unataka kutoka kwenda kwa mzaliwa wa kwanza, mama anasema hapana, aliyekuwa mzaliwa wa kwanza mimi ndio niliyokuwepo pale. Mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Yakobo. Amen. Sio, unanielewa vizuri? Huyu mama akafanya kazi ya kiroho, akasimamia baraka ikaenda kama ilivyokusudiwa. Yakobo akabeba baraka, lakini kachafuta. Sasa Esau anasema, baba yangu, ukuniachia hata baraka mmoja jamani, hata kamoja tu. Ina maana gani? Baraka kisha tangwa haifai kutangua. Ndio maana wakati wa kutafuta baraka mtu anabembeleza. Na watu wenye kujua baraka ni nini hawachiani kirahisi. Maana anajua ukishapewa haifai kurudisha.
Haleluya. Kwa hiyo baraka ni kitu gani? Baraka ni nguvu ya kiroho ya kuzalisha. Ni nguvu ya kiroho ya kufanya vitu vitokee, vitu vidhihirike. Alafu ukimfuata mtu ukimwambia ni baridi, akikwambia njoo siku fulani, usibishane naye. Usifanye nini? Usibishane naye. Maana hujui anataka amuulize Mungu nini. Yamkini anataka kumuuliza Mungu nitamke neno gani litakalobadilisha maisha ya binti. Nitamke neno gani litakalobadilisha maisha ya kijana. Nitamke neno gani litakalobadilisha maisha ya mama. Haleluya. Asa unangangana na mwambia hapana ni leo, hapana ni leo. Na ile sadaka uliokuja nayo ukiondoka unaondoka kwa hasira. Unaenda kundua sukari unaondoka unaenda nyumbani. Kumbe ile sadaka ulitakiwa ukaificha. Yamkini unaanza kusema moyoni unajiuliza. Siku moja nifuataga kiongozi mmoja nikataka nibani. Nikawa nimeenda na shilingi 10. Akawabariki, akawaombea watu waliokuwa mbele yao. Mimi akaniambia, wewe utarudi baada ya siku 7. Sasa mimi ninaonekana na dhambi sana. Swali la kwanza, ninaonekana na dhambi sana au nini? Swali la pili, nilipoondoka nikasema, lakini wale watu walikuwa wanatoa sadaka pale. Wengine wanatoa 20,000, wengine wanatoa 30,000. Mimi peke yangu nilikuwa na shilingi 10,000. Mbona iko fupi? Nikasema au Mungu amekataa sadaka. Siku ile Mungu amekataa sadaka. Nikaenda kuigia simu. Ikafika 15,000. Nikaja ile siku niliyoambiwa. Tukawa watu 3 tu. Akaombea 2. Akaniambia rudi kesho kutwa. Siku ya kwanza siku kwazika, siku ni kwazika. Bwana siku sana. Nikakasika sana nini? Huyu mtu ataka ni nani? Nikaanza nikakaa siku ile siku. Wewe unaweza nenda ndani na kwa kurudi baada ya mwezi. Tachukia zaidi. Siku ile nikakaa Jumapili ikafika, niende kanisani nisi. Nikaenda. Sasa hiyo 20 ile fungu kubwa linataka. Fungu la kubwa linataka sasa natoa kitatoa sasa. Siku itakayopokea natoa sasa. Hivi kulikawa na shilingi 30 tu. Sio pesa nyingi. Nikawa niko kanisani. Anahubiri anazunguka akaniambia njoo kubariki. Nikatoka. Haleluya. Nikaenda yani ndio sio kubarikiwa. Nikatoka huyo nikafika pale kabisa magoti. Nilitakiwa baraka. Yani kweli siku ile ningebarikiwa na wale watu wengine nisingebeba baraka. Ikiwemo huduma, ikiwemo usao, yani vitu vingi. Yakiwemo na maneno ya kushinda vita nyakati ngumu. Lakini nilipata kwazo wakati naambiwa rudi fulani. Kumbe hiyo siku ndio siku Mungu alitaka. Na ni kweli ile sadaka mara ya kwanza ilionekana itosha. Na mara ya pili ilikuwa itosha. Niliposema moyoni mwangu nikija nikibarikiwa nitatoa 30,000. Ndio Mungu akasema Yesu tulikuwa tunangoja hiyo. Haleluya. Tulikuwa tunangoja hiyo. Sasa siku hiyo siku kwenye foleni natafuta mbingu nasema iko wapi? Yule jamaa ni wapi anasema tena. Njoo sasa tukubariki leo. Haleluya. Nasema hivi baraka ilazimishwa. Baraka inabembelezwa. Umenisikia vizuri? Tunabembeleza ili baraka itoke. Maana baraka ni tamko lenye kuruhusu wewe uzalishe. Ni nguvu ya uzazi, ni nguvu ya uzao, ni nguvu ya kuzalisha. Alianzisha biashara na biashara yake haijabarikiwa, hawezi kuzalisha vizuri. Ili ukamate watu wa mtaa mzima, lazima liwepo tamko la baraka juu yako, liwe juu ya utofu wako, ili uwe mkuu kuliko wafanya biashara wengine.
wake. Ndio maana jamaa hili linakwenda Misri. Njaa inakuwepo lakini inadhibiti njaa kwa miaka 7. Jamaa bado lina baraka ya uzao. Yaani mashamba kikalele tu ardhi inazaa. Akigusa mifugo inazaliana. Akifanya nchi inaongezeka pia. Biblia inasema kwamba yule mkuu wa nyumba Potifa alipoona ya kwamba Bwana yuko pamoja naye na kila kitu anachotia mikono yake kinabarikiwa, akamweka mkuu wa nyumba yake yote na vitu vyake vyote kasoro mke wake. Hakujua habari nyingine yoyote ila hicho chakula tu alichokula. Oh my God. Wewe unasema mimi ni maskini, my friend. Hakuna mtu tajiri kama wewe. Ila tu ni kwamba hujapata mtu wa kuswitch. Hujapata mtu wa kusema nenda. Hujapata mtu wa kukwambia njia hiyo hapo, ondoka sasa. Nenda kafanye. Ukishampata huyo, mambo yanaenda kukaa sawa sawa. Unapompata Musa wako lazima uvute hiyo bahari. Ninaona machache matajiri. Sema mimi. I prophesy. Natabiri kwa jina la Yesu Kristo, matajiri wakuu wanaenda kutokea hapa. Watu wakuu waliofanikiwa wanaenda kutokea hapa. Watu wanaofanya mambo makubwa hapa nchini watatokea hapa. Magari ya kifahari yataendeshwa na watu walio na paa. Sema amina. Amen. Amen. Sikia kwambie, ninayo mafuta ya kutosha. Amina. Ninayo mafuta ya kutosha kuwafikisha pale mnapotakiwa kufika. Amen. Narudia tena. Mungu amenipa mafuta ya kutosha kupitia Roho Mtakatifu kuwafikisha mnapotakiwa kufika. Amen. Na hii hakika maana Bwana aliniita kwa ajili ya kazi. Sikujiita, Bwana aliniita karibia, achana na mwalimu, achana kila kitu, achana biashara zako, achana kila kitu, nikao mkaidi vipapipo. Mungu akaniambia unaenda wewe. Bwana asifiwe. Sababu ni hatari. Haleluya. So, mimi nimetumwa. Sikutumwa kwa ajili yangu, nimetumwa kwa ajili ya watu ambao Mungu aliwahurumia. Nini inawezekana? Mmemuomba Mungu miaka mingi sana, au wazazi wenu walimuomba Mungu miaka mingi sana, haikutokea msaada. Ndio sasa Mungu akanituma nije wakati huu ili niweze kupambana pamoja na kuokoa jahazi na ufikie zile baraka zao. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yusufu alikuwa mkuu kati ya ndugu zake. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sio wewe ukiongozwa kile yale unaongozwa ili usikie. Biblia inasema kwa moyo mtu amini akahesabiwa haki na kwa kinywa ukiri kile anachokiamini akapata wokovu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Baba mbinguni, ninasimama mbele zako. Ninaomba nipate baada ya siku 7 watu watatokea uhalisia wao waliotakiwa wawe tangu mwanzo. Amen. Na huyo adui anayekutesa hautamwona tena. Amina. Huyo mchawi hautamwona tena. Huyo mganga hautamwona tena. Hayo madeni hautayaona tena. Hayo magonjwa hutayaona tena. Maana ukishabadilishwa ukabarikiwa, unapokea ile package nzima na unaweza. Hebu iwe mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Maanisha kabisa. Sema Bwana Yesu. Ninasimama mbele zako kama mtu mmoja aliyechaguliwa kutoka kwenye familia fulani. Kutoka kwenye familia fulani. Ile familia yangu. Familia ya Mtui. Familia ya Mtui. Umenichagua mimi ukaniweka hapa ili nisimame kwa niaba ya familia. Ninaomba neema yako. Naomba damu yako ya Bwana ipite maishani mwangu. Ipite maishani mwangu. Ikanitakase mahali popote ninapoonekana. Sina sifa ya kusimama mbele zako kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya maovu. Ninaomba unitakase kwa hiyo damu ya thamani. Unioshe kabisa. Uniweke huru mbali na mateso, mbali na makosa, mbali na maovu.
sasa kupitia damu yako. Amen. Enzo kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila roho inayotesa familia, inayosimama na familia, kuitesa familia. Nasimama kinyume nayo kwa jina la Yesu na damu ya Yesu. Ewe roho chafu unayeleta mateso, unayeleta magonjwa, unayeleta laana, unayeleta maumivu, unayeleta mapigo ndani ya familia, achia kwa jina la Yesu.
mikono yako pale ilipo, inua mikono yako. Inua mikono yako kabisa. Nasikia kuna adui anazungumza kwa masikio yetu, akimwambia uweze kupenya, anamwambia uweze kushinda, anamwambia uweze kuvuka. Inua tu mikono, inua tu mikono juu. Malaika wa Bwana anafuatilia mtu anayeambiwa eti hawezi kuvuka, anayeambiwa eti hawezi kufanikiwa. Huyo adui anazungumza kwa masikio. Ninaamuru kuweka chini ya masikio yako kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatamka ufikie hiyo baraka kwa jina la Yesu. Popote unapozuiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru uachiliwe uende kwenye hiyo baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Right now, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Huyo mtu aliyeamriwa awe tajiri na adui anapigana naye kupitia kwenye madhabahu ya familia yao, ninamtenga saa hii na hiyo madhabahu, ninamtenga na hiyo madhabahu ya kwao, ninamtenga na hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu, ninamtenga kuanzia sasa. Hilo jina nalihamisha kutoka kwenye madhabahu zao, ninalihamisha kwa jina la Yesu, kwa jinsi ya rohoni, ninalitoa kwenye madhabahu. Ninatamka kuanzia leo atafanikiwa, kuanzia leo atafanikiwa kwa jina la Yesu. Nenda ukainuke, wewe uliowekwa kwenye madhabahu, anza kuinuka kwa jinsi ya rohoni, anza kuinuka kwa jinsi ya rohoni. Endea baraka zako, endea mafanikio yako kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mikono yangu imetiwa muhuri. Rudia tena, mikono yangu imetiwa muhuri kwa damu ya Yesu. Rudia tena, mikono yangu imetiwa muhuri kwa damu ya Yesu, kwamba kila nitakachokishika kitazidishwa, kitastawi, kitafanikiwa, kitaongezeka. Sitakuwa dhaifu kwenye mikono yangu, sitakuwa dhaifu kwenye mikono yangu. Udhaifu wote umeharibiwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mimi ni mkuu kwenye familia yako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen. Yesu makofi yako. Yesu makofi tena. Kuna mwanamke anateswa na nyonga hapa, na nimeomba hapa, Mungu ananiambia nimwekee mkono nimbariki. Ulikuwa unateswa na nyonga, nasikia maumivu kwenye nyonga. Ni kweli nitakuombea na unaambia umeshapona. Chombe. Sipati shida. Tuone usikumbie mtu. This is the time. Huu ndio muda wako wewe. Na kama utaki baraka ya Mungu basi makini. Kuna mtu alikuwa anateswa na nyonga. Nikisema nyonga, na ninaona nyonga. Sasa Mungu anataka kubariki. Hebu inua mikono chini. Alafu kuna mtu mmoja, kuna mtu uko hapa, unajihesabu kwamba una balaa. Unajihesabu una balaa, kila kitu unachofanya kiendi kwenye maisha yako, kwa hiyo umefika mahali unajitia wa kuishi. Unajuta kwa nini unaishi, kwa nini umezaliwa. Alafu uko hapa sasa hivi, ninaomba nikuombee. Wewe hauna balaa hata kidogo, ila tu unahitaji kuombewa. Hebu come forward. Ungine mbele, utafurahi sana. Njoo mbele, unajihesabu na balaa. Unaona kwamba ndio hata kwa nini umezaliwa. Njoo mbele. Baba, katika jina la Yesu, nabariki mtoto huyu. Natamka neema yako ikawe juu ya mtoto huyu kuanzia leo. Nenda kwa mbele, pokea uponyaji kwenye mwili wako mzima, na nyonga yako imepona kuanzia leo. Furahia ukaweponi mwa Mungu. Nenda kastawi, ubarikiwe katika mambo yote. Nenda tamka baraka wa Mungu ukawe juu yako. In Jesus' name. Imekuwa. Amen. Wewe unaona kwamba unaishi kwa nini ukazaliwa? Sababu unakumbuka. Mungu anakupenda. Ndio mikono juu. Sema Bwana Yesu. Ndio mikono juu. Ndio mikono juu. Sema na Yesu.
ninakupenda, ninaomba uniponye na kuniweka huru, nifungue, sitakufa bali nitaishi. Wewe Mungu umenibariki na kunifanikisha katika mambo yote. Baba Mungu, katika jina la Yesu nabariki mama huyu. Nakushukuru kwa kumpa ujasiri wa kutoka, maana wengi hubebwa na hofu. Ninatamka leo bariki, hata kufa bali utaishi. Atafanikiwa katika kila jambo atakalofanya. Na mikono yake iliyoharibiwa, mikono hiyo kuifanya biashara, adui ikaichezea, nimefungua. Kuanzia sasa kapokea uponyaji. Nisasipate kile utakachokifanya kimeinuliwa na Bwana na kimebarikiwa tangu rohoni mpaka mwilini. Amen. Mbele kwa utukufu. Mbele kwa utukufu. Mbele kwa utukufu. Mbele kwa utukufu. Baraka hii, baraka ni nguvu ya kiroho ya kuzalisha. Kuna watu wanaanza mahusiano yanafia njiani. Kuna watu akipata mchumba hamalizi hiyo safari, inaishia njiani kwa sababu you are lacking this kind of blessing. Unapungukiwa hii aina ya baraka. Ndio maana ukisoma hapa nilipoishia, anasema nikisoma tena pale Mwanzo 49, nikisoma mstari ule wa 26, Mwanzo 49:26, anasema ni baraka ya baba yako imepita mibaraka milima ya Kana, vitu vinavyotamanika vya vilima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa cha aliye mkuu kati ya ndugu zake. Mbaraka unatakiwa juu ya mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Angalia mstari wa 25 tena. Inasema na kwa Mungu wa baba yako, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka mbinguni juu, alafu mibaraka ya vilindi vilivyo chini, alafu mibaraka ya maziwa, alafu na ya mimba uzao ya Mungu. Anasema kuna mibaraka ya juu, alafu kuna mibaraka ya vilindi, alafu kuna mibaraka ya maziwa. Hapo anazungumzia vyakula. Haleluya. Endelea kwa jina la Yesu. Najiunganisha na mibaraka ya chakula, najiunganisha na mibaraka mbinguni, najiunganisha na mibaraka vilindi vya nchi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kama tasaka kwa mtoto wa Bwana. Afu Baba, katika jina la Yesu, kupitia sadaka hii aliyotoa kwa imani, Baba, ninaomba sadaka hii ikabebe mateso yake yote na kufika kikomo cha mateso hayo. Ninatamka rafiki, kuanzia leo umefunguliwa jumla na kuwa huru katika maisha yako. Receive in Jesus' mighty name. It has been and it is done. Jesus, wait, watch. Receive it. Best of you. Watch out. Usikilize vizuri. Bwana asifiwe sana. Kuna baraka. Sasa ameenda na Yesu na yake mpaka kwa roho. Ameenda katika cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. I command it in Jesus' mighty name. Jesus mighty. Kapa toka kuendako kabisa. Bwana amekutoa kabisa, na hawa wanakuita na kukuongoza hawatakuwa na tena,
na kuthibitishia wigo wa moto kwenye ulimwengu wako wa roho na mwilini katika jina la Yesu. Nimekuzungusha mara 3 kuuta katika jina la Yesu. Adui zako wanapokufuata wajikwae kwenye moto huo na kupotea. Jesus. Damu ya Yesu imekuzingira kama kijito. In Jesus name. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sasa kuna kitu umebeba. Na hicho kitu hakiwezi kutoka kinafanya kitu mpaka akizo na kutoka litolewe. Sema amen. Yesu aliposema nimekuja nitangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa, alikuwa na maana ya kudhihirisha mamlaka aliyokuwa nayo. Wacha. Hapo kuna vitu vingine mtano. Nataka usimame sasa. Alafu tuombe ile baraka juu yako. Sema amen. Biblia inasema wala haitarushiki kwamba baraka hutoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Na usitazame mimi ukaniona mimi ni mdogo ukasema bora sasa wewe ni mdogo wangu kabisa. Yaani mimi ni mkubwa kiroho ni mkubwa kabisa niliyopaka mafuta kwa ajili ya watu. Lakini kimwili naweza nikaona huo dogo, lakini roho yangu imewekwa mahali pa juu. Sema mimi. Hebu ndio mikono yako juu ninapotamka baraka hii. Kuna uhusiano kati ya baraka inapotamkwa na kuinua mikono. Ndio maana Biblia inasema Yesu aliwaongoza wale mitume mpaka kwenye milima, alafu akapiga magoti wakainua mikono na Yesu akainua mikono yake akawabariki. Haleluya. Baraka ni uwezo wa kiroho wa kuzaa, ni nguvu ya kufundisha, ni nguvu ya kuleta mafanikio. Baba, katika jina la Yesu ninatamka baraka ya kiungu ikawe juu ya watu hao. Kuanzia leo, baraka ya kufanikiwa, baraka ya kibali, baraka ya upendo, baraka ya kustawi, baraka ya kumiliki, baraka ya kutawala, baraka ya kusonga mbele bila kurudi nyuma, baraka ya uzao wa kimwili, baraka ya uzao wa kiroho, baraka ya kumiliki fedha, baraka ya kutawala fedha, baraka ya kuwa navyo tele, baraka ya chakula imeipata juu yako, ikawe 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 juu yako. Nimeiachilia kwa jina la Yesu. Nenda kastawi, nenda kastawi, nenda kastawi, nenda uwe mtu mkuu kwa jina la Yesu. Nenda uwe mkuu kwa jina la Yesu. Na wewe mtoto pokea baraka yako, na wewe pokea baraka yako, pokea hiyo baraka na roho kwa jina la Yesu. Hiyo sadaka yako ikaandike habari hii leo kwamba umepokea baraka. In Jesus mighty imeshakuwa. Yesu akofiwe. Mpe mtu mmoja mkono mwambie ongea na bariki. Mungu bariki na ili mshike mtu mkono mwambie ongea na bariki. Geuka kulia na kushoto mwambie ongea na bariki. Yes. Ndio neno wanavyokutamkia ndivyo watakavyokutamkia.